Naam, hali gani na hujambo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV. Karibu sana, tuendelee kufahamishana mambo mbalimbali kama ambavyo huwa tunafahamishana mambo mbalimbali yanayojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025, ikiwa ni siku rasmi ambayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema walitangaza watafanya uzinduzi wa kampeni yao ya No Reform No Election, ikiwa na mlengo wa kutaka mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi na mabadiliko rasmi ya mfumo mzima wa uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia wakadai kwamba mabadiliko hayo yasipofanyika au yasipotekelezeka, wao hawapo tayari kushiriki uchaguzi, na sio tu kushiriki uchaguzi, bali pia watafanya uchaguzi huo usifanyike kabisa. Sasa kwa siku kadhaa tumekuwa tukimwona mwenyekiti, makamu mwenyekiti na watu wanaomzunguka wakafanya ziara za hapa na pale. Mfano, siku chache nyuma, kama siku moja au siku mbili nyuma zilizopita, mwenyekiti wa chama hicho akiwa na wasaidizi wake tuliwaona wakienda kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na official page ya chama hicho, Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, walisema lengo la kwenda ofisi za ubalozi wa Marekani ni kupeleka hoja yao ya No Reform No Election, wakidai mabadiliko ndani ya mfumo mzima wa uchaguzi, lakini pia wakisisitiza kwamba yasipofanyika mabadiliko hayo, basi wao watazuia uchaguzi wenyewe usifanyike kabisa. Kwa hiyo Chadema watembea ubalozi wa Marekani, lakini pia baada ya kutoka hapo wakaenda Zanzibar, na kwenyewe ajenda yao ikiwa ni hiyo hiyo ya No Reform No Election. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye ukurasa rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameweka picha ya viongozi wakuu wa chama hicho wakiwa nchini Kenya wanakutana na Raila Odinga. Huyu ni kiongozi wa upinzani huko nchini Kenya. Na taarifa hii imeandikwa hivi: leo tarehe 22 Machi mwaka 2025, mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, makamu mwenyekiti bara John Heche na mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Godbless Lema wamefika nchini Kenya kukutana ana kwa ana na Mheshimiwa Raila Omolo Odinga ofisini kwake jijini Nairobi kwa ajili ya mazungumzo juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania na harakati za mapambano ya kidemokrasia zinazoongozwa na Chadema. Viongozi hao wamepata wasaa wa kumweleza Mheshimiwa Odinga juu ya chama na No Reform No Election na kupata uzoefu wa ushauri wake. Hii imeandikwa na ukurasa rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema. Lakini pia ukienda katika ukurasa wa Raila Odinga mwenyewe ameandika hivi, ameandika kwa Kiingereza: I held discussions with visiting Tanzanian opposition leaders who paid me a courteous call. We exchanged views on strengthening democracy on the continent, including effective contribution to national development by parties both in and outside government. I encouraged them to prioritize dialogue and constructive engagement with their government in the interest of the nation and the preservation of Tanzanian democracy. I look forward to a peaceful and transparent election in the upcoming Tanzanian polls. Hii imeandikwa na Raila Odinga. Lakini ukirudi kwa mjumbe wa kamati kuu wa Chadema, Chadema taifa, aitwa Godbless Jonathan Lema, ameandika hivi: leo katika jiji la Nairobi tumekuwa na kikao kizuri na Mheshimiwa Raila Odinga. Tumejadili masuala mengi ya maendeleo ya dunia na zaidi sana msingi wa demokrasia, siasa safi na utawala bora katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Huyu ni Godbless Jonathan Lema ambaye ameandika maneno hayo kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akieleza hasa nini kimewapeleka huko Nairobi. Lakini sasa tukienda kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yani John Heche, ameandika hivi: tukiongozwa na mwenyekiti wetu
wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tumefanya mazungumzo mazuri na mkuu wa zamani wa Kenya na waziri mkuu wa zamani wa Kenya Mheshimiwa Raila Omolo Odinga, ambaye pia ni kiongozi wa upinzani nchini humo. Mazungumzo yetu yamelenga katika kuimarisha demokrasia, haki, utawala wa sheria na maendeleo endelevu katika nchi zetu za Afrika. Hili ni andiko la John Heche kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Sasa ukipita kwenye maoni ya wadau, kuna mtu anaitwa Mwesiga Dismas sasa hivi, pongezi za dhati kwenu viongozi wetu. Kuna mtu anasema jambo zuri. Kwa mtu anaitwa Jiseve sema, Mheshimiwa Heche, umemsikia yule mzee Amos Makala akiwa Bariadi anasema mnakusanya pesa ya tone tone ili kuleta virusi vya ugonjwa wa Ebola na mpox ili uchaguzi uahirishwe. Huyu mtu yuko sawa kweli? Au no reform no election imemchanganya sana? Kuna mtu anaitwa Frank Joshua anasema good. Kuna mtu anaitwa Mr Sport 10 HD. Nasikia kuna watu wanasema mmeenda kujifunza vurugu. Nami nawatakia safari njema. Mje mtuletee hizo notes, maana hizo vurugu ndio tunazitaka sasa. Mungu awalinde. Kuna mtu anaitwa Wiseman anasema mzee wa handshake. Unaona? Kuna mtu anaitwa Jose anasema kazi nzuri John Heche, hongera. Kuna mtu anasema ni hatua nzuri mnayoipata katika uzoefu katika kudai demokrasia ya kweli. Unaona? Kuna mtu anaitwa Halima Mbaruko anasema hivi, na hurumia sana mnavyohangaika eti kuzungumza. Mnamzungumzia nini wakati ya kwenu tu hamyawezi? Haya ni maoni ya wadau mbalimbali huko mitandaoni wanaozungumzia hizi ziara ambazo zinafanywa na viongozi hawa wa upinzani nchini Tanzania, na tusubiri tuone, kwa sababu leo siku ya 23 ndio siku rasmi ambayo uzinduzi wa ile kampeni ya no reform no election inaenda kuzinduliwa kwenye kanda ya Nyasa jijini Mbeya. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitatokea. Je, kutakuwa na muitikio kama ambavyo inatarajiwa au tusubiri tuone, kwa sababu ukikumbukwa siku chache zilizopita makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi yani CCM yani Steven Wasira alikuwa na ziara mkoani humo. Sasa baada ya makamu mwenyekiti wa CCM taifa kufanya ziara mkoani humo, na Chadema na wenyewe wanaenda mkoa huo. Kwa hiyo tusubiri tuone. Je, Chadema watapata muitikio jijini Mbeya au wataambulia manyoya ambao watakuwa wameachiwa na Steven Wasira, maana amepita mkoani Mbeya na kufanya ziara zake za hapa na pale. Kwa hiyo je, wananchi watajitokeza kwenda kusikiliza Chadema au watabaki na yale waliowapata kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi yani CCM yani Steven Wasira, ambaye alifanya ziara siku chache zilizopita jijini Mbeya. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitajiri kwenye hii no reform no election. Lakini pia ukipita kwenye ukurasa rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, watu wameweka maoni yao hapa. Wameweka maoni yao kuhusiana na hili chapisho la ziara ya Tundu Lissu na convoy yake huko jijini Nairobi kwenda kuonana na Raila Odinga. Kuna mtu anaitwa Saidu Kayamba anasema sasa huyo Odinga hajawahi kushinda uchaguzi na kila baada ya uchaguzi anaanzisha vurugu, alafu akishaonjeshwa anawaruka wafuasi wake, anajiunga na dola. Kwa hiyo New Face anasema hivi, hapa lazima dunia ijue kwa nini wananchi tunataka mabadiliko ambayo CCM haitaki kutupa. Mwaka huu lazima CCM ikae pembeni. Kuna mtu anasema Lissu the president of URT. URT sijui maana yake nini. Kuna mtu anaitwa Saidi Mithuni anasema hivi, ameweka emoji za kucheka, anasema unaenda kuzungumza hali ya siasa na mtu ambaye siasa za nchi yake zimemshinda hadi kaamua kuungana na mshindani wake, tunaelekea kupotea. Kuna mtu anaitwa Magoyo anasema hivi, mbona safari ni nyingi sana kuliko kazi wakuu? Kuna mtu anaitwa yani mwenyekiti na makamu wake kila sehemu wapo wote, hakuna hata mgawanyo wa kazi, yani kila kukicha ni trip tu za hovyo. Huyo Odinga ni lesson of failure, so sijui anawafunza nini. Ila malizeni hayo matone, yakiisha nyumbu zenu watawachangia tena. Kuna mtu anasema Lema ni mjumbe tu, lakini anaonekana ana nguvu kubwa kuliko hata mtendaji wa chama. Unaona? Kuna mtu anaandika Nilam anasema hivi, naona wameenda kujifunza kufanya fujo, maana kwa Odinga hakuna kizuri cha hawa wachafuzi wa uchaguzi kujifunza.
Na wakumbusha tu, siasa za Kenya sio sawa na Tanzania. Haya ni maoni mbalimbali ya wadau huko mtandaoni, hasa wakitoa comment zao kuhusiana na hichi ambacho viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema wameenda kukifanya huko jijini Nairobi nchini Kenya. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mtandao ya kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi na nyingine nyingi. Ila tu usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi ziwafikie wengine wengi. Chao.